Kisirani Yesu toa. Kisirani Yesu toa. Asante Mungu wami. Tumefika siku ya leo. Tuko hai. Si tupate washukurani watoto wami ili mkutano uweze kuendelea mbele. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Amenilinda kwa hii wiki yote. Mungu wa mami ni mkubwa. Naona amenisaidia. Nimepitia mambo mengi, hata hii ya mtoto ikifuata, nimepitia mengi sana, lakini ijapokuwa tuje kukwetu kwa maombi. Injili ilikuwa. Sasa wewe ulikuwa wapi? Alafu kitabu kingine, leo ushuhuda wangu nitasema tu kwa vitabu. Kitabu kingine ni Luka 17 mstari wa 20, nasema Wafarisayo waliuliza Yesu, ufalme utakuja lini? Akawaambia, msiwe watu, ufalme wa Mungu hautakuwa wa kuchunguzwa. Uko tu ndani yenu, na ufalme wa Mungu uko tu na sisi. Sisi tukiwa watu wa Mungu, tumetawaliwa na Mungu, sisi ni watu wa Mungu. Kwa sababu hata hivyo tunakuja hapa Yerusalemu, mama alikuwa akinena, akitufundisha, lakini akaondoka. Kwa hivyo ufalme wa Mungu haujikuzikani. Kama mimi mwenyewe alikuwa anasema hapa, msikuje kuchunguza. Ufalme uko tu ndani yenu hapa. Sisi ni watawala wa Mungu. Tuamini kwa yote. Ukiniombea nimepona. Ukiniamini tu niombee kwa Mungu wa mimi nitapona. Na ukikuja hapa Yerusalemu wewe umepona. Kwa hivyo tuamini tu sisi zote, mtoto wa mami upenda, tupendane tu. Bila tuliwacha na mami, tupendane tu tukiombeana. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Mimi ni mtoto wa mami. Anachukua muda sana kutoa shukrani. Lakini leo nimepata nafasi ya kutoa shukrani. Watoto wa mami, nikitoa shukrani nina maneno mawili ambayo nitaongezea. Watoto wa mami, zaidi ya yote tukemee maadui wa watoto wa mami washindwe. Maadui wa washiriki washindwe. Maadui wa kanisa la Yerusalemu washindwe. Watoto wa mami, ninashukuru tangu niingie kwa hii kanisa, isipokuwa ni maombi ya mami ndio imenifanya kuwa hai. Saizi ningekuwa maiti. Lakini nimeshukuru kwa hiyo muda wote nimekuwa kwa hii kanisa, maombi ya mami imenilinda, imenifanikisha kwa familia yangu, wamefanikiwa. Nashukuru mtoto wangu nilikuwa nimelemewa kumfanyia chochote wakati alimaliza shule. Saizi Mungu wa mami amemfanikia, amepata pikipiki. Hiyo ni shukrani. Nashukuru tena ameenda kwa kosi ya driving. Ya hiyo ni shukrani. Nashukuru Mungu wa mami. Tuwe tukitakiana mema. Wewe unatakia mwenzako mema, mbaba unatakia mwenzako mema, watoto mnatakiana mema. Na mzidi kuendelea na kufanikiwa. Na kitu kingine ninaweza nikasema, sisi washiriki sio maskini, ni matajiri. Kwa hivyo tukae na imani. Hii kanisa ni ya imani. Na tukiamini tutapata kila kitu. Lewe kanisa no wali. Nitikia gai wa mami. Na wewe tikia gai wa mami. Unokoro ikalite miaka igana. Na nduri wateithika, na nduri wafanikiwa. Siku moja muthenya umwe no ukarathimwo. Kwa hivyo ni kuamini tu. Asante, mbarikiwe. Bwana asifiwe. Yesu wetu apewe sifa Bwana. Bwana asifiwe. Mungu wa mami wetu apewe
apewe sifa. Imba Bwana. Haleluya. Kweli. Kweli. Ambia mwenzako tunasifu Bwana. Tunatoa shukrani ya kusifu Mungu wa? Amen. Bwana, Bwana asifiwe. Yesu wetu apewe sifa. Imba Bwana. Kweli. Haleluya. Kweli. Huyo Mungu wa amani apewe. Haleluya. Kweli. Haleluya. Kweli. Makono, 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 makono. Mungu wa amani asifiwe. Kwa nyumba yako Mungu apewe si. Haleluya. Haleluya. Asante sana, tuendelee. Bwana sifa Dr. Mami. Asifiwe tena. Nimerudi sikumaliza shukrani yangu wakati ule ya Jumapili, nikaona nije nimalizie sasa. Mimi nilimwambia wakati nilikuwa nasafiri, sirani ilikuwa mingi sana. Mungu amamia aliniondolea. Sasa wakati tulikuwa tunataka kununua shamba, mama alikuwa anatuambia lazima umuone akumulikie. Na kweli shamba nakaa saa hii, kama angemulika tungekuwa tunaonana. Imebeba mambo mengi. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma. Sasa akamulika ile shamba nilikuwa naye. Sasa wakati nilikuwa nataka kwenda kupata hii ingine, ili niubidi ile mwangaza tuliwachiwa ni Mose na David. Nilienda nikaonana na Mose, nikamuuliza, wewe ndio tuliwachiwa sasa. Tena hiyo siku ikawa ya miwa, nikafanikiwa pande zote. Israeli vilikuwa mingi kwa hiyo shamba. Hii miwa iliniondolea, hii kila kitu ile majani nilipatiwa na ndugu nye iliniondolea, na mkono wa mami endelee. Kwa hivyo shukrani yangu nataka Tukunya akuje nimpe. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma, kurudi nyuma. Sio mami amerudi nyuma. Yale niliona ilinitosha. Kwa vile sasa mambo yangu yote imeenda sawa, shukrani yangu mshahara ya mwezi ujao, kama ni mwezi hii, kama Tukunya hajapewa, mimi nampatia Tukunya, mshahara yako ndio hii. Imefungwa 5-5. Wewe mwenyewe uende uhesabu, ukikuta na makosa ujue bangi nilifanya. Vile iliweka ndio vile imenipatia. Wewe niweke saini tu pale unawekanga saini. Kama uwekanga saini kama mimi kotaji yangu siwekanga saini. Na chukuanga tu. Na wewe ndio hiyo. Mungu ambariki. Ndio. Kwa hivyo naombea mtoto wa mami baraka pale pesa hizi zimetoka, Mungu arudishe maradufu. Asante sana watu wa mami. Tulisema Yerusalemu kubarikiwa ni lazima. Ambia mwenzako kubarikiwa ni lazima. Bwana, Bwana asifiwe. Huyu Mungu wa amani apewe sifa kweli. Haleluya.
asifiwe. Huyu Yesu asifiwe. Haleluya. Patani maneno mwamba kile nilipata ni ushuhuda Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Kile nilipata ni maombi ya mami. Bwana asifiwe watoto wa mami. Asifiwe tena. Nimefurahi kufika hapa watoto wa mami. Nilikuwa na kazi mingi ya kutoa maharawe, ngali waliniibia, lakini nilipata kidogo. Nashukuru Mungu wa mami amenilinda. Nimekaa salama Laikipia. Nashukuru sana. Mungu wa mami aendelee. Kwa hivyo nimeleta maharawe kidogo watoto wa mami, muombe watoto wa mami wale wako wagonjwa wanaweza chukua wabarikiwe. Waende wakakule watoto wa mami. Kule nilitoka. Kwa hivyo naombea watoto wa mami Devi na Mosi, Mungu awabariki, ati wao washindwe. Wakutafuta Devi na Mosi washindwe. Wakutafuta wasiriki washindwe. Wakunibia washindwe. Asante mtoto wa mami. Kwa hivyo mtoto wa mami ile nilipata kidogo, nashukuru. Kwa hivyo nashukuru mtoto wa mami, Mungu anatuondolea majaribu. Mnakumbuka Habili alifanya nini? Alileta mazao yake wapi? Iliwahubiria ile injili ilikuwa inasema do it well. Ambia mwenzako do it well. Do it well. Sasa yeye amefanya vyema. Mtoto wa mami ule mwingine amefanya vyema. Si tuwapigie makofi watoto. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu ni mshindi. Shangilia Yesu anaweza. Kwa nyumba yako wewe anaweza.
anaokoa. Asante sana. O msalaba, o Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. Pazia Mungu wa sauti. Nataka kusikia jina. Nataka kusikia. Oh. Nataka kusikia. Oh. Ha, o msalaba. Hapana. O msalaba, Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. Alibeba, Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. O msalaba, Yesu alibeba. Msalaba, Yesu alibeba. La 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 la. Bwana asifiwe sana. Mimi mliniona nilikuwa mgonjwa sana, hata nilikuwa nimelala hapo. Nilikuwa mgonjwa siku ile niliambiwa nicheza hapa. Na nilikuwa nimetoka nyumbani. Lakini si unajua hii kiwanja mami alitakaza. Nilizunguka tu, nikazunguka. Nimepona kabisa. Naweza cheza. Ninatoa shukrani, si bila mnaona nikitoa kuna lengo. Nimetoa hivyo kwa ajili nimepona. Kwa mami alisema hata kama atakuwako, mkiamini mtapona. Mimi ni mmoja wao, nimepona. Na wimbo nitaimba, hata kama nakosea nitapea Mzaira aimbe. Unangoja mhubiri mwingine atakuwako, unangoja mhubiri mwingine atakuwako. Ulindanga musari undisari babao. Asante sana, barikiwa sana mchwami. Asifiwe watoto wa mami. Mimi na shukrani sana Bwana wakati wa leo. Hata nyinyi mmefurahi. Mimi wakati wa leo unajua ni kama mwaka. Usiku wa leo ujui namna gani. Mimi narudisha shukrani kwa sababu mimi naona mwangaza wa leo, Jumapili ya leo.
kuna wengine wajapata hiyo mwangaza. Na mimi nafurahia sana. Kama leo nimeona mwangaza leo Jumapili. Si Mungu ni mkubwa. Sema mambo yako, sema. Sema. Sema mambo yako, sema. sana mtoto wa mimi. Mbona ametoa shukrani watoto wa mimi? Ukiwa na miaka duniani pia utoe shukrani. Mwanambili mayai. Ni miaka ngapi uko nayo Mwanambili? Kuna miaka ngapi? Kuna miaka ngapi? Kama la wanini? 80. 80. Simpige wakofi watoto wa mimi. Umesikia kuna 80? Na mimi ni kama mara 3 yangu. Nashukuru sana watoto wa mimi. Karibia watoto wa mimi. Bwana asifiwe watoto wa mimi. Bwana asifiwe tena. Nimekuja kurudisha shukrani hapa kwa washiriki wa mami. Nilipata pesa ya kununua dawa, akanipea pesa nikalipa nyumba na nikanunua madawa. Nimewashukuru. Mbarikiwe. Asanteni sana. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Waje tuimbe kidogo. Kule mama alinitoa sasa, kule mama alinitoa sasa, Mungu wangu sasa, kule mama alinitoa, kule mama alinitoa, kule mama alinitoa, kule mama alinitoa. Maadui ni wengi sana, lakini tutashinda. Mimi naonanga tu sasa ungangane na mtu kama mimi. Mimi bado mtoto, lakini huyu mwenye anafanya hizo vitu ashindwe sana. Hiyo wiki sikukuwa hapa, nilitembea kidogo, nikaenda kuona watoto wangu.
kukaa bila kuenda huko. Sasa hata watoto wanasema baba alienda, atarudi kweli? Nilienda kapata mambo ni mbaya sana, lakini Mungu anaweza. Ongea na madhaka aliniambia siende kwa mwezi wa 6, hata uende kwa nyumba uone watoto tu. Nikasema mimi nataka tu niende Desemba, lakini kitu aliniambia tu nilitoka kazi tu, kamwambia hii wiki Wednesday mimi naenda. Nilipata tu pesa tu hivi nikaenda, lakini Mungu alinifikisha vizuri, kafika salama. Wenye wako wagonjwa, naomba tu Mungu ataweza. Nilikuwa sasa nimekufa, maadui ni wengi. Kama si mama yangu aliniombea sana, ndio sasa nasimama. Mimi nilikuwa natembea tu, hata kuingia kanisa ilikuwa siingie kanisa, kulewa tu. Lakini sasa wenye walifanya mambo zao wameshi. Nilikuwa naomba tu hiyo kisirani yenye kwa boma yangu na ugonjwa yeye. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Narudishia Mungu wa mami shukrani kwa siku ya leo. Kwa uhai hata siku ya leo ni shukrani kubwa. Narudishia Mungu wa mami shukrani kwa siku ya leo. Shukrani ya pili, narudishia shukrani, nilikuwa mgonjwa lakini sasa hivi nimepona. Narudishia Mungu wa mami shukrani. Unakumbuka mtoto wa mimi vile alikuwa, si ndio? Tukamwambia madhabahu iko na nguvu, si ndio? Muombe mimi bado ina nguvu, si ndio? Amepona hajapona? Ameshinda shetani hajashinda shetani? Asante sana mtoto wa mimi, ubarikiwe sana. Sifi watoto wa mami. Mimi narudisha shukrani kwa Mungu wa mami. Mzigo wa deni ilikuwa imenilemea na Mungu wa mami anaendelea kunipunguzia. Mpigie Bwana Yesu makofi. Upige makofi kijua pia madeni kwako inatoa. Madeni kwako itoa. Asante sana, karibu mchome. Kama Bwana asifiwe. Nimeshukuru Mungu wa mami, ananipanga kila siku, simlipingi chochote. Namshukuru kabisa. Watoto wa mami, Jumapili nilikuwa mgonjwa. Hii kidole nilikuja tu kanisani. Unaona hii kidole ilianza tu kuuma tu pole, kwa nikafikiria pengine stili waangeliingia, ikabidi nikaomba ruhusa nikarudi. Sasa hiyo tu nikaenda hospitali. Hii mkono ilikuwa imefura kuanzia huko yote paka hapa. Mama mimi nikaenda nikatibiwa, wakanipatia dawa, ndio naendelea hata nimemaliza. Watoto atalema kama elwana ayato ngitwanika rono sana, ayato ngamala atene polo sana, lakini na madeka katoto ayaona kanisa kenene atupanga kirokena nyakon kiroyote. Hiyo ndio lugha yangu, hiyo ni kiteso watoto wa mami. Asante. Umeelewa kitu watoto wa mimi kweli? Hiyo sio Kijaluo. Hiyo ni nini? Yesu. Haya, si mmepata. Na mtoto wa mimi amini utapona. Amini utapona? Asifiwe watoto wa mami. Asifiwe watoto wa mami. Niko na shukrani, na kwanza naweza kusema nilikuwa nimepotea Yerusalemu kutoka 2007, ndio ndatiwa kwangu alikufa na nikakaa kama nimerudi nyuma. Na vile niliamuka kule, niliamukia mwili wa mami hawezi kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema wenye tulikuwa nje, hata ukiwa nje na ulikuwa na mwili wa mami hawezi kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa Yerusalemu, hata utoke nje usiingie Lasa, huko nje hakuna chenye itakusaidia nazo.
Hata wewe makanisa inasuka nywele na wewe huku kwa unasuka nywele unaendelea na kuangamia. Nikitoka hapo nilikuwa nimeinuka sana watoto wa mamini. Nilikuwa naweza kuchukua building ya mtu ya nyumba nipange maua chini na nipande nyasi, lakini kutoka nitoke Yerusalemu nikabilisika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu wa mami msamaha. Naomba Yerusalemu msamaha, Mungu wa mami msamaha. Maana nikikuja Yerusalemu kiwanja Musa huko kwa Mthiorani nilikuwa mbaya sana na nikainuka. Naomba watoto wa mami, kila mami aliacha ndani yetu na nyinyi muendelee na kukisikilia. Sikilia kila mami aliacha ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimerudi hapa na siarudi mwezi mmoja. Ni siku kadhalika, sijui ni wiki ngapi. Mtoto wangu ametoka juu ya nyumba ni fundi. Hakavunjika mguu. Na bali ametoka, hakika singekuwa na mtoto ni mmoja. Tushukuru Mungu wa mami. Shukuru Mungu wa mami. Mtoto wangu wako na chuma kwa mguu lakini sioni chuma, ninaona uhai ule Mungu alipea mtoto. Mtoto mwenyewe ananiambia mami, sio umeniponya. Na shukuru maana unasikia sauti. Maana baada alitoka singekuwa na mtoto. Naweza kuambia Mungu nini? Asante Mungu wa mami. Shukuru Mungu wa mami. Shukuru Mungu wa mami. Mbona dharau hii ukiwanja? Haki umelaaniwa. Mami alikuwa akituhubiria akituambia, sio mimi ninaongoza Yerusalemu, ni Mungu anaongoza Yerusalemu. Hakika mtu wa mami tukinyenyekea, hatuheshimu Sabina mami aliyotuachia, tuheshimu nyumba ya mami, hakika Mungu atakuwa akitufanya. Nashukuru Mungu wa mami. Hata akiwa ni chuma, ninaona huo kijana wangu. Hata bibi mwenyewe akatoroka. Akaenda. Amerudi saa hii ameona mkuu umepoa. Tukakutana na mtoto wa mami hapo akaniambia, wewe mtoto wa mami usijali, ataenda na anarudi. Utamkuta nyumbani. Na hakika nimemrudi nyumbani. Ingine ukisimama imara, utaenda kutoa mtoto wa mami amepotea. Kwa imani yako, penye yako mtoe kwa simu mrudishe. Huyu mtoto wa mami ananipeanga maneno akipita hapa akienda kazi, ananiimisa roho. Baka ninasikia roho narudi sawa. Nashukuru mtoto wa mami. Ninashukuru Mungu wa mami. Watoto wa mami, mmekubali nirudi nyumbani? Mmenikaribisha? Iyo Ilo Bwana unirudishe nyumba, nimepotea unirudishe nyumba. Lo mami unirudishe nyumbani. Wiloya wangu Yesu, wiloya wangu mami, lo simama nami unirudishe nyumbani. Iloya wangu Yesu, unirudishe nyumbani, nimepotea unirudishe nyumbani. Watoto wa mami, Bwana Mungu ambariki. Nilitushuhudia nikasema, hata mami akiwa mami, tuko na mami ameenda mwili lakini roho haijaenda. Mami alienda mwili lakini roho haijaenda. Siku 3 na nimebadilika. Na nilikuwa nikienda kwa kanisa. Lakini muwaombee. Mami alikuwa ametumwa. Na mami alikuwa anasimama na uhaki. Na angesimama na uhaki, ukijua penye Yerusalemu ilinitoa mbali sana. Nyumbani kwetu hakukuwa anajua Mungu ni nani. Watu walikuwa wanacheza ngoma za kilume, wengine disco, kiuma na kichwa peleko kwa mkanga. Lakini mami akafanya Mungu wa mami na mami akafanya nijue Mungu. Kama sio
mami, kama sio mami, kama sio mami, mimi ningeangamia. Kama sio mami, kama sio mami, kama sio mami, mimi ningeangamia. Kama sio mami, kama sio mami, kama sio mami, mimi ningeangamia. Nilikuwa malaya, nilikuwa malaya, nilikuwa malaya, mimi ningeangamia. Nilikuwa malaya, nilikuwa malaya, mimi ningeangamia. Mungu ambariki. Natoka hapo Mshoami. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mkamba kutoka Makueni, lakini mimi ni mtoto wa mami. Anasema yeye Mkamba kutoka Makueni. Mkamba mmoja kuja mkorogee lugha. Kuja Mshoami. Korogea lugha kidogo. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Ni shukurani mwana kondoo aliyepotea anaporudi nyumbani, inakuwa ni shukurani kubwa zaidi. Na huanga ni furaha kwa wote. Na kwa ndi unenga kipinya niweka naweza kusiweka kanisa kuwedikana na ndwalangi na bondwa yonde unafaizi wa mayula noyunga na msafara tuende tukitegata tusinde na eti uzinda nusio muno. Okay. Asante sana, asante sana. Asifiwe watoto wa mami. Asifiwe tena. Maadui wa Devina Mosi washindwe. Maadui wa Jerusalem washindwe. Maadui wetu washindwe. Ninarudishia Mungu wa mami shukurani. Wiki ya chini nilienda nyumbani, nikafika salama, nikapata boma iko. Sababu saa nyingine unaweza enda ukifikiria boma ni yako upate watu wengine hapo. Nashukuru Mungu wa mami, bado boma ni yangu. Shukrani ya pili, nikiwa nyumbani nili travel Saturday, nikafika jioni, Sunday asubuhi nikasema sichelewi kuenda kwa branch. So kufanya bidii kuenda kanisa ni distance karibu ya shilingi 500. Sasa nikaenda nusu ya safari, nikaona nimeishiwa na pesa kwa mfuko. Nikaingia kwa M-Pesa. Nikasema acha nitoe pesa ya kunielekeza, ndio nikifika tu nikulipa mtu wa pikipiki na niingie kanisa. So baada nilitoa pesa, kumbe nilisahau simu hapo kwa bench. Nimetoa pesa hapo ndani na simu kumbe nimesahau hapa nje kwa bench. Na mimi nikapanda tu pikipiki nikaenda. Sasa kushuka kuingia kanisa nikakuta sina simu. So kuna mtoto wa mama assembly anafanya biashara hapo Bukura. Nikamwambia pigia mtu yeyote unajua Bukura niende kwa duka fulani aniulizie kama wamenionea simu, nimesahau hapo. Kutuma mtu wa boda kuuliza. Huyo baba akasema ako na simu na bei mtu mwingine mpaka wale wa mama wamepitia pale wakienda church tupite hapo aone ni nani. Mungu wa Mungu. Sasa saa ile nilirudi akaniangalia akacheka. Akasema wewe mama uko na Mungu wako. Sababu alikuwa ndani na nje ndio niliacha simu. Na kutoka nje kustretch kidogo akapata vijana kwa hiyo bench. Akauliza hao vijana, hii simu ni ya nani? Wakamwambia hatujui. Akasema kama hamjui basi wacha nichukue niwekee mwenyewe. Nikasema tu huyo ni Mungu wa mami na mimi. Nikamwambia huyo mwenye M-Pesa, Mungu tu akubariki. Mungu yule natoka kuomba akubariki na akubariki. Naye akaniambia nawe wewe mama na enda na baraka. Sababu kama simu yako Mungu amekushikia, naomba Mungu wa ukweli. Yesu akija sasa bali dhambini wachache wataenda naye Bwana Yesu anayemwania kwa matendo yake. Yesu akija sasa, Yesu akija sasa wengi wangali dhambini wachache wataenda naye Bwana Yesu waliokamilika kwa matendo yao. Bwana asifiwe watoto wa mami. Tena kwa Yerusalemu maombi yenye tunaombanga hapa ni ya ukweli. Ule anaonanga maombi tunaomba hapa ni ya ukweli ashindwe. Maadui wa Devina Mosi washindwe. Maadui wa Yerusalemu washindwe. Nashukuru Mungu wa mami. Mahali nafanyia kazi
nimepanga picha za mami hivi, zingine nimepanga chini na kuna mbao imepita hivi. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Nikawa nimeshahakisha moto, nimekaa na kijana wangu na msichana wangu ndio nataka kupika. Watoto wa mami, moto iliruka tu hivi ikarudi chini, ikaruka hivi ikarudi chini. Na sisi tunasema tu Mungu wa mami, Mungu wa mami. Imagine hizi zote ni waya za umeme, stima zimepita kila kona. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine hiyo moto ilikuwa inafika kwa stima, inagonga, inarudi. Lakini kwa imani ya Mungu wa mami, watoto wa mami, mimi sasa singekuwa na watoto wangu wawili plus mimi mwenyewe, tungechomekea kwa hiyo nyumba za watu zote zingechomeka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mahali na unaamini Mungu wa mami, kabisa ni Mungu wa mami, maombi ni Mungu wa mami alikuwa anatuombea. Watoto wa mami msisahau, kwa kila kona mkitembea, ukitaja tu jina la Mungu wa mami, nguvu za Mungu wa mami zinashuka tu zenyewe. Bwana Yesu asifiwe mami. Leo sina kijana wangu ameenda mpira na amesema mumuombee. Mbarikiwe sana watoto wa mami. Na watoto wa mami, asifiwe tena. Adui wa mami washindwe, adui wa Devi washindwe, adui wa Yerusalemu washindwe, adui wa Mose washindwe. Mimi narudishia Mungu wa mami shukrani ambaye alituma mami kutuombea magonjwa na shida mbalimbali zikienda. Naomba Mungu msamaha, nimekaa sana bila kukuja hapa watoto wa mami, nilikuwa kazini. Na naomba msamaha sana. Nikikuwa kazini watoto wa mami, nitafunguliwa tena kwa maombi ya mami na Mungu wa mami nifika tukutane na nyinyi. Niko na furaha sana watoto wa mami. Fiwe. Adui wa Yerusalemu washindwe. Adui wa watoto wa mami washindwe. Vile nani anasema wewe mtoto wa mami, vile wanasemanga Shetani tutapambana. Sasa mimi ndio nilipambana hivi. Unasikia hata nilipambana. Mimi Thursday nilienda shamba. Nikaona niko na githeri nichunde tu viazi niende nichonge nipike mukimo. Hapo nimekaa tu ati nachonga viazi. Nasikia mwili inafifia, mkono inafanya hivi, miguu ni hivyo. Nataka kuwa paralyzed. Nikaanza kukemea, ndio nikarudi vizuri. Nilikunja hivi nikakunja juu zote zilikuwa zinafanya kama stroke. Nikakemea, nikaambia mami, hii ni mambo gani? Adui amenifuata. Na leo tu ndio nimeenda shamba na Mungu. Wacha niimbeko hii. Lo, kumbe ni wewe Shetani, unasababisha niwe na ugonjwa. Ondoka kwangu haraka kwa jina la Yesu, ondoka kwangu. Nimekata mkataba na wewe, ondoka. Nasema amkaribisha Yesu moyoni mwangu. Nimekata mkataba na wewe, ondoka. Nasema namkaribisha Yesu moyoni mwangu. So unajua hizi siku zote hujaongea Kizungu. Ndio maana yake Shetani anataka kujaribu kuku. Siongea Kizungu kidogo, si ndio? How can I talk English? The devil is there. And the devil is hurting you. Hey. Mbigeni wakoja shwari. Si ameongea Kizungu. Mami alisema hata kama ujui unasema fort. Injili ya mami wetu. Injili ya mami wetu. Hey, inachoma. Hey, inachoma. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Mimi nashukuru Mungu wa mami sana. Na niko na furaha sana watoto wa mami, vile mnaniona hivi hapa nimesimama. Niko na furaha tele kwa sababu ya miujiza ya Mungu wa mami kwangu. Niliona maajabu watoto wa mami. Wakati tulikuwa tunaenda kwa matanga, ilikuwa tarehe 4 Juni. Watoto wa mami niliona maajabu.
Na Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Wandu wa Yerusalemu washindwe. Ndu wa Defi na Mose washindwe. Kurudi nyuma Yerusalemu riso. Mungu wa mami atulinde. Watoto wa mami tusiangalie kando watoto wa mami. Nikisimama hapa si kosangi kusema tuko na mami. Watoto wa mami tuko na mami, hata hapa tuko na mami na tumuone. Na mahali popote tunaenda tuko na Mungu wa mami na tuko na mami. Na mmoja wetu tusijaribu kudharauliana, hata one mwenzako wako na usimudharau. Juu kila mtu alileta na shida yake. Na kabla mami wetu aende, sipokuwa hajaenda tuko na yeye. Kuna kile mami aliongea na mshiriki wakiwa wawili. Na mimi yote mambo yote mami alikuwa ananiambia tukiwa wawili. Nimeshayaona, nashukuru Mungu wa mami. Nilikuwa naongea na mami tukiwa wawili na ananiambia tu maneno tu na yote nayaona watoto wa mami. Nashukuru Mungu wa mami. Sasa hiyo 4th June tulikuwa tunaenda kwa matanga. Watoto wa mami ilikuwa maajabu. Tulikuwa kwa msafara wetu tukiimba. Niliteleza tu kwa kamutaru kidogo tu. Sikuanguka chini, ni maajabu. Nilisikia mguu unapinduliwa na ruka kamutaru kidogo lakini mguu ukapinduliwa hivi. Nikasikia mguu umechange, uchungu umesidi. Haki watoto wa mami na Mungu wa mami na mshukuru, akanipa nguvu, nikaenda mpaka kwa matanga tukafika. Hata nikapata nafasi nikaingia ndani kwa nyumba, tuliingia kwa mbele kwa nyumba. Na sasa hiyo nasikia kweli, nasikia mguu umechange kabisa. Lakini Mungu wa mami akanipa nguvu, nikaweza kusimama, tukamaliza. Thursday ndio nikaenda kwa hospitali, nikapelekwa hospitali. Na nikapelekwa kama sitembei, kumbe ilikuwa mambo ingine. Lakini Mungu wa mami wa maajabu. Watoto wa mami nilipigwa x-ray. Nikapatikana mifupa imefunjika. Bila maana nikuruka hapo na hii mguu wasisema ati ilifunjika. Ilikuwa kwa left. Lakini hata nikitaka kukimbia naweza kimbia. Si Mungu wa mami wa maajabu watoto wa mami. Haya, nilipelekwa kwa hospitali. Ila hospitali nilipelekwa kupigwa x-ray, daktari alishika mdomo akasema, na hiyo mguu ilifunjika kabisa. Imevunjika. Sasa wani kuwekwa plaster mpaka ukae mwezi mzima. Wiki 2 weeks, 4 weeks. Nilikuwa natembea na crutches 2 kwa nyumba. Na Mungu wa mami alinilinda, nashukuru Mungu wa mami. Hata majirani walishangaa, ilikuwa maajabu kwa hiyo nyumba. Hata nikasema sasa nitaanza kuambia watoto nikanamata Mungu wa mami akafanya kazi na mami. Watoto wa mami ilikuwa maajabu. Sinilewekwa sasa nikamaliza hiyo 1 month. Kurudi kwa hospitali watoto wa mami. Yule daktari akanipiga x-ray nyingine. Ndio aone anapika tu ikiwa tu plaster ikiwa kwa mguu. Kupika x-ray akatoa x-ray hiyo akatoa sasa. Akakuja mahali nilikuwa nimekaa. Daktari aliniangalia hivi. Daktari aliona kama anaota kwa sababu mimi ni mzee, mifupa ni ngumu sio kama ya katoto. Alikuwa tu anitoe ndio aniweke ingine ndio ishike mguu vizuri ndio ilikuwa imefunjika. Watoto wa mami, Mungu wa mami alifanya miujiza kubwa sana. Alishikanisha hiyo mguu. Kupigwa hiyo x-ray sasa akakuja akaniangalia akaniambia, "We, unajua mguu yako imeshikana na umeze." Wewe alishika. Mguu wangu imeshikana kabisa. Mungu wa mami alitenda miujiza na nilirudishia Mungu wa mami shukrani na mami hali yako akitoka na mami. Atoka tena mami hapa na watoto wa mami. Niko na furaha kwa damu na furaha. Nashukuru Mungu wa mami, shukrani kubwa sana kwa Mungu wa mami na mami kabisa. Nikatoka hivi nikaruka kwa hospitali alicheka nilikuwa naruka. Daktari mpaka akacheka. Kwa Mungu wa mami na tuko na mami. Mungu
Mungu wa mami anatembesanga viwete. Tena Mungu wa mami alinitoa kwa ukimwi. Sasa hii ni mswaki. Watoto wa mami, hata majirani walishangaa. Watoto wa mami majirani walikuwa wanastuka. Wakati nilitolewa hawakuamini, hakuna mtu aliamini. Nimenitendea maajabu. Ya ajabu vile nilikuwa naambiwa yote na waambiwa mami, watoto wa mami, yote imetokelezea yote. Sasa nashukuru Mungu wa mami kwa kuongoza. Kuna mtoto wangu alikuwa anaenda Nigeria. Hajawahi kanyanga hiyo nchi. Na Mungu wa mami akamuongoza akafika hiyo nchi. Alikuwa anatuma kikazi. Akafika Nigeria. Mungu wa mami akamuongoza, nimshukuru Mungu wa mami akamfikisha salama. Kutoka hapo cha kurudi katika hiyo. Tena Mungu wa mami ndio huyo akamuongoza mpaka Ghana. Hajawahi kanyanga hiyo nchi. Sio tu ni miujiza ya Mungu wa mami. Watoto mbarikiwe na tuheshimiane tafadhali watoto wa mami, na tusaidiane kama mwenzako ana shida na msaidia. Sisi ndio watoto wa mami. Tupendane sisi watoto wa mami na mpaka tupendane. Kubarikiwa. Kama ulikuwa nyumbani wakati wote tulisema sisi na shetani ni maadui. Umesikia hiyo mshoami? Bwana asifiwe tena. Mimi nashukuru Mungu wakati tulijenga kanisa nilibarikiwa. Mama akatuambia tutakuwa tunabarikiwa. Jenga kanisa. Kuna wengine walijenga hiyo ukuta pia walibarikiwa mshoami. Si ni kweli? Haya kuja mshoami. Mami. Asifiwe tena. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa amenilinda tangu utotoni mwangu. Mpaka wakati nimefika wakati huu. Siwezi sema mimi ndio kuna uwezo wa kuishi duniani. Ni uwezo Mwenyezi Mungu wa mami aliniongoza, akanipa nguvu, nimefika pale ndiko hapa sasa. Ilikuwa siku ya Thursday jioni, kama nimefanya kazi yangu vizuri nimemaliza, tutakwenda nyumbani. Sasa kuna kwa na tangi kubwa hii watupa takataka na wamekata nusu. Sasa kwa takataka iko ndani, nikasema kuambia wenzangu, hiyo takataka watu wanatupanga pale, msitupe, nienda kusongesha kidogo, kupeleka mguu niingize mguu hii moja ya right. Nikastukia mguu ya left na kichwa niko ndani, imebaki mguu mmoja nje sasa. Kwenda kusongesha hivi nilima kwa mtungi mpaka nikakaa Mungu wa mami, sasa navunjika tu, nitakwenda nyumbani sioni namna hii. Huyo shetani ametokea wapi? Nikakaa pale nikatulia. Asemekana namba, imekuaje mzee? Kwani hiyo tangi imekufanyaje? Hebu angalia Mungu yangu. Nimeumia kabisa. Ilikuwa imeenda kwanza imepungua sasa. Niwachie Mungu wa mami, ilikuwa saa 9 usiku. Nikaomba. Nikarudi nikalala. Kuamka asubuhi nikaenda kwa bafu kuoga, naona yenyewe uchungu hivyo kanyaga polepole, nasema lazima nifike kanisa. Mungu wa mami bado yuko na sisi. Tukimlilia tukisema Mungu wa mami niokoe. Mami anasikia na kuokoa. Ndio kwa Mungu ambariki. Asante sana watoto wa mami. Naona mtoto wa mami Ngongomera. Ngongomera. Kuja mtoto wa mami. Kuja tuwe shukrani. Nawaambia washiriki hiyo jina Ngongomera mami alikuita. Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Mmekuja na Biblia? Mmekuja na Biblia? Wamama walisema watakuja na Biblia wote. Wamama, kila mtu achukue Biblia yake akae nayo tayari. Haya wazee, toeni Biblia zenyu, kila mtu akae nayo tayari. Ngongomera endelea watoto wa mami. Watoto wa mami, Bwana asifiwe. Hiyo jina ni mami alinipea. Mimi naitwa Ngongomera. Na mbarikiwe. Asante sana. Mmesikia aitwa nani? Mkimpata huko nje mjoni mtoto wa mami. Si ndio Ngongomera? Asante sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuja mtoto wa mami. Njoo mtoto wa mami. Mtoto wa mami tutamweka kwa maombi. Yule msichana watoto wa mami tokeni hapo kwa iende kidogo, msonge nyuma. Yule msichana tutamweka kwa maombi watoto wa mami. Mungu wa mami yote ataweza. Sawa watoto wa mami. Si nikisema hivyo mnaelewa? Nitumweke kwa maombi. Tuliweka yule mtoto wa mami kwa maombi. Si alirudi akasimama. Wewe ni kukimbia tu iende. Utaoneza mshika mkono. Aenda mchukue mlete. Tunataka tumweke kwa maombi watoto wa mami. Bwana watoto wa mami. Atafanya nini?
nina imani, nina raha kwa Baba, nikitenda mema mbinguni nitaenda. Asante sana, asante sana. Watoto wa mimi, tunataka tuombee mtoto, tuwe na imani, tumweke imani ya kutosha. Magonjwa yende, anza mtoto wa mimi, kisirani yende, kemea magonjwa watoto wa mimi. Kwa imani sisi tutashinda. Kweli kweli, kwa imani, kwa imani, kwa imani wewe utapona wamami. Haleluya. Asante Mungu wa mimi, Mungu wa Shadraka, Mungu wa Yakobo. Tunakuita Mungu wa mimi, ndio muweza wa yote. Baba, ulikuwa unaingia katika sinagogi unatoa mapepo kwa wanadamu. Tunakemea mapepo na maroho za shetani kwa mtoto Yesu. Toa! Yesu toa! Yesu toa! Yesu toa! Yesu toa! Mungu wa mimi toa! Ulisema tukikuita unatenda. Baba, tenda katika mtoto. Mapepo inaweza kuwa inaingia ndani mwake na muangusha. Tunaikataa katika jina la Yesu. Toa! Yesu ondoa! Yesu ondoa! Shetani go! Shetani kwenda! Damu ya ukoko wake Yesu toa! Mipango mbaya kwake toa! Kwa kumwandama go! Wewe hapo kupata shiriki toa! Yende! Mungu wa mbingu mlinde. Umtawale, umbariki. Tunaomba machache tukiamini katika jina lake Yesu. Mama yake ako wapi? Kimbia naye. Kisirani kwa hii familia iende. Iende. Kisirani iende. Kisirani ya moto iende. 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 Kisirani kwa hii familia Yesu toa. Mungu wa mapepo kwa familia Yesu toa. Ukarudisha nyuma Yesu toa. Moto kwa familia Yesu toa. Shetani kwenda. Mungu amefungua njia zao, tunaomba tukiamini katika jina lake Yesu. Asante Yesu. Kama uko na silaha yako wewe unaweza ukainua juu mtoto wa mimi. Uko na silaha mtoto wa mimi? Wenye uko na silaha wako wapi? Tulisema Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10 hadi 18 ilisema tuwe na silaha. Kama uko na silaha simama mtoto wa mimi. Kama uko na silaha simama. Kama uko na silaha simama. Kama uko na silaha inua juu hivi. Sema hii silaha initetee. Hii silaha inichonge chonge. Iondoe magonjwa kwangu. Iondoe kifo kwangu. Iondoe kisirani Yerusalemu. Na mapepo ipate kushindwa. Asante sana. Naona tuko na silaha. Kuja mbele. Kuja. Nashukuru kwa yeye pia anakuanga kazi. Ameonekana na pia yeye amesema kuna silaha ya simu. Wenye kuna silaha ya simu hebu inueni mikono juu. Mko na silaha ya simu, si ndio? Sasa mami, tuko tumesema tunataka hii silaha hard copy.
ili Jumapili nyingine ukuje na hii silaha. Sawa mtoto wa mimi? Toa shukrani mtoto wa mimi. Mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi nashukuru Mungu wa mami. Nimekutana na nyinyi tena. Lakini ilikuwa ni akili. Mami alisema ikishindikana tumia akili ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Venye niko hapa wanajua nimeumia. Kifua imefungana. Siwezi ongea, siwezi fanya chochote, nikulia tu kazi nikaambiwa nikuje. Nashukuru sana. Akili ya kuzaliwa imenisaidia. Amesema kifua imefungana. Amini mtoto wa mimi, unapotoka hapo uponyaji iko. Asante sana.